Ubaya huo bibie. Mbona unapita haraka haraka hivi jamani? Hivi hiki ninachokiona ni macho yangu au macho yangu yana matege? Jamani, we binti, wewe ni Maden China, Maden Rwanda au Maden Kongo? Yaani siku ya leo hakika kweli mguu wa kutoka, nimeamini kweli mtume kauombea. Na leo nimekutana na bahati kama hii. Tangu nimeishi katika huu mtaa wote huu wa Makoroboi, sijawahi kuonana na pisi kama hii. Hakika leo Mungu kweli amenipenda. Asante Mungu. Haya bibie, wewe unaitwa nani? Naitwa Munawal. Unaitwa Munawal? Bila shaka wewe ni mtoto wa mama Kizimkazi, Haswa hujakosea. Natokea huko Zanzibar. Basi sawa. Hata mimi unavyoniona ni mtoto huko kwa mama Kizimkazi huko. Lakini Miembeni kule. Nakaa Miembeni kule. Miembeni. Kwa hiyo unaenda sana mao kucheza mpira. Na usichokijua kitu kingine, mimi na uongozi hapa katika huu mtaa. Mimi ni mjumbe Alwatan. Naitwa Kibonge Mayele. Hakuna chawa yoyote ambaye hanijui na mambo yangu. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuonana na mimi, basi ujue umeonana na gari la mshahara. Mimi nina hela. Yaani usichokijua hata yule Baresa, yule mshauri wake mkubwa ni mimi. Wanakujaga na magari yao hapa ya nani ya screen. Wale wako Nikoni ni mimi huyo. Kwa hiyo nataka kuniambia huku nitaishi vizuri nikiwa na wewe. Niamini mimi. Lakini pia kitu kingine ambacho nataka kujua kupitia wewe, manake sio kwa bahati hii. Haya, unaishi kwa nani? Unakaa maeneo gani? Manake tangu nipo katika mtaa huu sijawahi kukuona, na mimi ni kiongozi hapa. Wewe ni mtoto wa binti gani? Au ni mtoto wa nani? Hebu nielekeze ili kusudi niandae mipango, angalau hata ukiwa pili sio mbaya. Hata ukiwa pili sio mbaya. Au unaonaje? Sawa, hamna shida. Kuwa mke wa pili kwetu ni sunna. Mie ni mpwa Bikauye. Ni mpwa Bikauye. Wewe ni mtoto wa Bikauye? Ndio. Mungu wangu. Samani, kuna kitu kibaya chochote ambacho nimekuambia? Genge letu. Kusutana na umbe ili genge ni bola, ushirike na kuruka wala they don't care. Mola hukumu hali machafu yao wanayafa, ilo siku tu yale yale uonda nyegenge. Kusutana na umbe genge letu, hili genge ni bola genge letu, ushirike na kurogana genge letu wala they don't care genge letu. Mola hukumu hali genge letu, machafu yao wanayafa genge letu, ilo siku tu yale. Vipi mbona kuitana nyuma ya nyumba? Yaani mwenzako na kisanga, yaani na majanga, tangia asubuhi sijapumzika mpaka sasa hivi unavyoniona. Wewe tena na ikaika za mjini. Yaani kila kitu ni wewe. Nipa jipi. Sasa ngoja nikwambie shoga yangu. Mimi kuna simu nilinunua kwa huyo mkaka. Kumbe hiyo simu ni ya wizi. Sasa kibaya zaidi ile simu mimi nikampa bwana wangu Jo, make unaelewa ile macho matatu yangu inakuwa inawahi kuisha chaji. Nikanua kile kiswaswado. Sasa ndo akanambia kwamba ana shida na simu. Ikabidi nimpe. Asa wewe hivyo una akili kweli wewe? Mimi unanichambaga, anavukwa na kitambi, ana midevu. Huyo Joja muona? Ndevu kama stili waya, tena fagio kabisa. Sasa hivi nilimpa simu, sio nini na nini. Uliniambia bwana wangu, kimeenda kimerudi. Haya yapi? Umeonga hadi simu. Jio wewe kuonga simu. Mama saluti, endelea. Yaani unachonisikilize mwanzo na mabalaa, yaani niko overless na stress unaanza tena kunichamba. Kibaya zaidi ile simu kaenda kumuonga demu wake. Kidem chenye nimekiona shogangu leo ni chembamba, mimi mnene. Unasemaga mimi mwembamba?
kuna wembamba juju. Hiyo 9, 10 sasa. Kumbe ile simu bwana ni anarabuku. Yaani hapo ndo nilipochoka, maini yote amenishuka. Hey. Ji ngoma uloingia utaicheza kama sio msondo kwenye ntindili. Hivyo unamjua na Narabuku alivyo? Mimi alikuja akanipa story zote kwamba wao ameibiwa simu. Kumbe hiyo simu ndio ya Narabuku. Ndugu yangu kazi unayo. Tena kwenye hiyo simu hiyo aliibiwa pamoja na hela 999.9. Baba na mahesabu yule kaka soma mathematics. Kazi unayo ndugu yangu. Basi unafikiri sijui hilo swala la hela? Najua hapa ndo mchana ndo tumewekwa kikao kwamba hiyo hela ifanyaje ilipwe. Mimi nikajishauri pale, so shida zangu hela nitalipa. Na kama unavyonijua mimi sifa kibao sina hata mia mbovu. Kwa hiyo hapa shogangu mimi ninachoomba ukaongee na shemeji na Narabuku kwamba mimi anipunguzie kidogo. Hapana. Nimekutukana. Hapana. Nimekuambia habari za mchezo mbaya. Hapana. Sina Haya, naomba dadangu pita njia. Pita njia. We kaka, umechanganyikiwa? Nenda nyumbani kwenu, sija kuibia, sija kutaja mabaya na wala sija kusengenya. Mimi sio msengenyaji. Wewe nenda nyumbani kwenu bwana. Nasemaje? Kwanza yale yote ambayo nimeyazungumza, mimi sio mtoto wa mama Kizimkazi na wala mimi sio mtoto wa Mnyembeni, mimi mtoto wa Temeke. Nimejilimbwa hasa tu hapo kwa hili. Naomba ushike njia, shika 50 zako, nishike 70 zangu tafadhali. Na upenda bado ujana wangu, na upenda bado umri wangu, na bado napenda ugali na pilipili. Naomba, samahani wewe dada, nenda kwenu. Sasa ndio nini hivyo? Hata tujamalizana. Sijakupa namba yangu ya simu, sijakufahamisha vizuri. Unaweza kulopoka nini? Hebu koma kwanza, unipe namba simu ya nini? Tunajuana? Unataka unipe namba simu niuzie nini? Nikutafute kwa ajili ya nini? Which? Wewe dada, koma ukomae. Utafute mume uzee naye, sio mimi. Hebu kwenda bwana. Mama yangu, ningejitangazia leo kidogo tu. Asante Mungu. Hapa nilikuwa na bananga. Mungu, yani kweli leo ningejichanganya. Kumbe mtoto mwenyewe ni mpo abika huye. Asante Mungu. Nakushukuru kwa kunitoa katika huu moto. Manake ingekuwa jehanamu mpya. Kweli leo nimeamini sisi binadamu Mungu anatupenda lakini sisi ndo hatumpendi. Ili kwa kesi. Jamani, kumbe una shemeji anafuna Narabuku na mimi sijui. Makubwa. Leo namuta Narabuku shemeji. Wewe, sio ulikuwa unaita unatembea na Alibaba. Bila kufikisha wapi? Lele, asa hivi shemeji. Kwanza nilisahau. Hiyo simu ndugu yangu imetoka Bangkok. Kaagiziwa na dada yake. Mimi mwenyewe tu unavyoniona hapa. Nimempa mizungu Alibaba ya South. Ya Thailand uko ilipotoka hiyo simu ya Nigeria, baba yule kakataa kunipa simu. Wewe nani? Ulivyokuwa umpendi umtaki wewe nani? Leo yetio kanibembelezee kwa shemeji ndugu yangu. Umechina. Pambana tu mama. Sasa jamani mimi niende wapi wakati mimi ndo BFF wako? La kwangu la kwako. Mwenzako nimekamatika wewe. Basi ndo ukamwambia hivyo shemeji, yani mimi anisaidia hata yani kidogo tu anipunguzie. Mimi hela nitatoa anipunguzie kidogo. Bado hujachoka. Unisio wako liniambia kabla sasa yote ana kitambi kama mgongo wako. Sasa mgongo wako wangu acha nikaubembeleze kwa sababu BFF wangu. Nitajikuna ninapojiweza. Yakinishinda mama. Tutapeana vitu vyetu, mambo ya simu na hela. Tena kabisa kilichoniumiza, unavyonijua mishoga yako. Simu zangu za kutangaiza. Wewe kwenda kumuonga ule bwana simu, ungenipa mimi ningempa Narabuku ndugu yangu kwa mwenyekiti ungeenda. Acha tamaa, kwanza umenizalilisha wewe. Ila takusaidia. Haya basi sawa. Yani kwanza yani nina jasho, nimechoka, niko homeless. Ngoja kwanza nikaoge maki hata sijisikii vizuri, lakini usisahau kipenzi sawa. Yani sio ikaeka tu. Malaika ukajitawadhe vizuri. Maki sio kwa ile midevu. Ovyo. Shemeji. Kusutana na umbe Genge letu, hili genge ni bolo, genge letu, ushirike na kurogana, genge letu, wala they don't care. genge letu. Mola hukumu hali. Kaka, bwana hata tumeonana hapa. Mguu ulikuwa wakuja kwako. Msome wetu huyo. Msoma familia. Uko hiyo fanya nini?
Mimi nimetoka Magengeni, nimekutana na Narabu. Kaniambia unahitajika, yani haraka iwezekanavyo. Sasa hivi au kesho, yani anakuhitaji. Narabu huyu? Yaani mwenyekiti wa magenge yote? Najua mwenyekiti anataka hela wewe. Ana faini yake huyo. Sema makuto kila siku yani anaona raha, mwenye anapenda. Lakini vipi? Mzima? Mzima kabisa wa afya. Yaani mwenyekiti ni mzima kabisa? Yuko vizuri na ndio maana akanipa maagizo. Yaani hujamkuta labda anaogo shingoni? Hapana, kwa nini? Kabaji siku hizi nao hawana afya. Poa, lakini hamna shida. Nimekuelewa mdogo wangu. Basi sawa kaka, mimi naenda. Kwa hiyo unabidi ulipoti kabisa kule, mimi naondoka. Mimi nitaenda ila kwa leo hapana. Leo nina mingo yangu, mambo fulani hivi. Nina harakati zangu za mtu mweusi. Nitaenda. Sawa. Sawa. Ushirikina umetawala, haiwezi masihara, ukizingua mahala. Bro, vipi mbona kama hivyo? Mimi hapo unaponiona mimi natoka kwa huyo Narabuku. Anasemaje? Ametupatia muda wa kulipa hilo deni lake? Yeye Narabuku mimi ananichanganya kila kukicha. Eti anachokisema family lie eti family lie, umri ule family lie. Sasa bro, kama kafisema family lie, ndio tumshukuru Mungu na sisi. Ndio vizuri. Wewe uzuri unakujaje hapa? Mtu anaposema family lie anakuwa na maana nyingi. Kakataa pesa, kakataa mpaka simu yake. Anachokisema family lie. Family lie maana yake nini, kiume au kibinadamu? Hata Kiislamu pia family lie haisui. Uongo huo. Tunapigana mawe binadamu sisi. Kwa kaka ulimjibuje alivyosema hivyo family lie? Asa mimi nitamjibuje? Mimi nimekaza kiume kwa sababu hamna jinsi. Na mimi nikajitia mwamba, nikajimwamba family lie baridi. Eti mwanangu na mimi nikajilimwata, kumbe muoga hatari. Ndo safi, mimi napenda ukaze. Sio nalialio na legea ndo nini sasa hivi? Nikuachie wewe. Wewe una akili kweli wewe? Yaani hapa tufanye linalowezekana, ile shamba la mkulanga tuliuze, tumpatie pesa yule bwana, tuachane naye. Shamba la mkulanga haliwezi kuuzwa. Liuzwe kwa sababu gani? Unaacha upumbavu ujue wewe. Wewe ndio unaleta upumbavu. Shamba la mkulanga liuzwe kwa sababu gani? Yaani liuzwe kwa sababu ya simu? Sisi ndio mmeyabananga nyinyi. Ndio tumeyabananga na sisi ndio tutayamaliza. Mimi sitaki tuchafuane kwenye utawala wangu. Mimi kumbuka ni mjumbe. Nasikilizwa. Haya leo hii Kibonge Mayele akaonekana yeye ana wadogo zake wezi. Na ndio maana hili swala nataka tulifinye chini kwa chini. Asijue mtu yoyote. Kwa hiyo niacheni nifanye maamuzi magumu. Nauza shamba lile analipo hela yake. Sikiza bro, nikwambie. Hilo swala la Narabuku niachie mimi. Lakini shamba la mkulanga haliwezi kuuzwa. Shamba linauzwa, mimi kama kaka yako naongea. Huyu kamtaka yule kamkataa, mara akaenda kwa yule, mbona ni balaa. Aiye. Sasa baby, mbona umeisha nje? Nimeisha nje kwa sababu wewe ndio umeshaharibu mazungumzo yetu. Yaani wewe unaniita kwa ajili ya kuzungumzia shoga yako ambaye ameshiriki kunidia simu yangu na 999,900. Nimemind. Asa baby jamani, si unisamee tu. Nini? Yule hajakuibia, yule amenunua simu. Mshikwa na ngozi? Nisiyasoma. Utasoma kusoma msoma yenyewe bwana, wanasoma waya huko. Maana baby wachana naye, twende ndani. Who is this guy passing around? Boda kafuata nini ndani kwenu? Sasa jamani baby, si unajua hii nyumba yetu tena humu ndani kuna wapangaji, kuna bodaboda, kuna bajaji, ndio hivyo yani. Awe mpangaji kweli huyo. Takuja kumfilimba mtu hapa, nionekane mtu mbadi. Msilimbe mtu wakati hapa namuombea shoga yangu tu msamaha, twende nao ifa ya kukataa. Huyo shoga yako nasemaje? Taarifa zako ulikuwa unanipatia, unaniambia kwanza anipendi. Ananiambia mimi na midevu. Ulisha kuniambia kwamba shoga yako anasema mimi na kitambi kama mgongo wa kobe. Sasa nimsamee na msamee vipi hapa?
Na mimi nazungumza kama dada yako, shamba la Mkulanga haliwezi kuuzwa. Kwani unataka nini wewe? Nyinyi ndio mmeabaranga nyinyi. Mbona mtaki kuyamaliza? Maana yake nini? Nisikize bro, hilo swala la buku niachie mimi. Mimi kila kitu nitakimaliza. Mchezo wote nitaumaliza mimi. Haya ni kuachia wewe kama ngapi? Uliniambia ni kuachia wewe swala la simu. Haya ulilipata? Simu uliipata? Tumejilimwasa hapa. Acha upumbavu, nimeamua maamuzi hayo ya kuuza shamba la Mkulanga, tumlipe pesa na Rabuku, basi imeisha. Tutaki kesi. Sawa, la simu nimeshindwa. Ila sasa hivi ndo naamua. Wewe niachie mimi, weka pembeni. Mchezo wote niachie mimi, hapo nitakuja kukupa majibu. Hii ndio ile ukisikia mtoto akililia wembe, muache umkate. Wewe unajitia king'ang'a. King'ang'anizi na kuachia wewe ili swala ulimalize vizuri tu. Na majibu yasipokuwa mazuri, tunagombana mimi na wewe. Tunaelewana? Na mimi nikiliweza. Baridi mtajua naishi vipi na wewe. Basi fresh kausha mziki uniachie mimi. Afu michezo mimi ndo naipenda. Yaani wewe na Rabuku mimi namtamani. Yaani namtamani. Haina noma fresh mwanangu. Na umevaaje nguo za kakako na viatu vyake? Manake nini wakati wa kike? Kwani brother kuna shida mimi nikivaa nguo za kakangu? Unavaaje? Unajua unanichanganya wewe, sikuelewi wa kike au wa kiume unajua wewe. Acha ujinga ujue. Hebu kavua viatu vya kakako na bukta yake. Si bukta hiyo. Sasa tunaingiliana kama hivyo vipi bro? Mimi nazingua? Ndio. Toka hapa. Toka basi. Sema bro unazingua bwana, mambo ya kuingiliana kama nguo kama hivyo mimi simaendishi ujue. Kila mtu aishi kwenye mipaka yake. Tuheshimiane bwana, muda wote mavazi yanahusiana nini? Mimi nikivaa nguo za kiume kwani kuna tatizo gani? Mimi sipendi bwana. Sasa baby, Kobe ni mtu fulani mpole. Ndio maana amekusifia ji. Kobe sio mtu, ni mnyama. Simu yangu inaniuma. Hiyo simu mwenyewe mara kibao umeniomba sijakupa. Basi mimi naomba msamaha. Naomba twende ndani. Alafu umsamehe kabisa. Wasemaje? Hata tukienda ndani ukinipa vitu vyangu, mimi huyo simsamei. Nasemaje? Family lie, namwachia Mungu. Basi sawa. Twende ndani. Nitakapokaa juu wewe ukiwa chini ndio utasema unamsamehe au umsamehe. Unasema? Hivyo. Napenda. Nasemaje, hata kama ukienda ndani ukanipa hivyo vitu vyangu nikajepigilia, nasemaje simsamei. Nakutana tena ndani. Napenda. Toto la mama Zula napenda. Unapenda tu kusamea. Nini? Kuna nifokea basi. Unanifokea? Unasemaje twende huko ndani lakini wewe jinsi simsamei. Genge letu kusutana na umbe ili genge ni bolo ushirike na kurogana wala they don't care. Mola hukumu hali machafu yao wanayafanya ilo siku tu yale